Mtazamaji wa Mpenja TV, nilipo ni Azam Complex Chamazi, ambapo leo ni Media Day ya Azam FC. Ninaye Yahya Zaidi, kiungo wa Azam FC, nazungumza naye mengi kwa kile ambacho anaweza kutueleza machache kuhusu msimu huu kabla ambapo hujafikia tamati, mwenendo wa Azam FC na ambavyo msimu huu unavyomalizika. Sanjari na hayo tutazungumza pia kuhusiana na performance yake akiwa uwanjani na mengi ambayo tunataka kuyafahamu kuhusu Yahya Zaidi. Karibu sana. Naitwa Diego, Mpenja TV tunazungumza michezo. Njoo tuzungumze naye sote. Sheikh, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahma. Alhamdulillah. Kwa sawa? Fresh kabisa. Bwana, mimi kwa uzoefu wangu mdogo kwenye mpira wa miguu, hii ndo mara ya kwanza nazungumza na wewe. Okay. Nafikiri hata wewe ni mara ya kwanza. Yeah. Ni kweli tumekutana leo nice. Sawa. Zaidi, msimu huu Azam FC umekuwa msimu wa aina gani? Nikizungumza timu kiujumla. Msimu huu bwana sio mzuri, sio mbaya. Lakini ndo kama vile na maana kwamba timu kama timu malengo yetu hatukufanikiwa nayo. Kwa hiyo tuseme kwa jumla ukuwa msimu mzuri kwetu. Msimu mgumu kwa namna moja au nyingine. Mgumu niseme sio ndo mbaya, lakini haukuwa mzuri kwetu. Sasa nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi kuu, lakini wakati msimu unaanza ilikuwa malengo ya kutoa ubingwa. Tulivyosikia viongozi wao wanavyozungumza, upo eneo la kiutendaji zaidi, nikimaanisha ndani ya uwanja. Unafikiri yale malengo ya mwanzo wa msimu yamekwamishwa na nini ukiwa kama mchezaji? Ndio maana ninasemaga haya ni mashindano tuliokuwa tumeingia. Kwa hiyo tunakutana na wenzetu nao wanakuja kushindana na sisi. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima patikane mshindi. Kwa hiyo huwezi kusema tukianza kucheza mechi ya kwanza mpaka tunamaliza ligi zote tu sisi tunashinda tu, hakuna mpira huo. Kwa hiyo lazima utakuta siku mmedraw nini. Kuna wengine wana muda wao mmedraw mzio kaokota point, ndio maana kaitwa ligi ambayo mnatakiwa wote mfanye mzungukane. Lakini ingekuwa ya kutoana, yani kesi kwa nini tunatolewa mapema, ingekuwa tatizo. Kwa hiyo naamini kupitia msimu huu na ambapo mpaka mwisho tumemaliza nafasi tuliomalizia na makosa yalijitokeza kwenye mechi zetu labda za ligi kwa naamini tutajipanga kupitia hivyo, tutajirekebisha tulipokosea. Msimu mmoja tutaanza vizuri na tutamaliza vizuri inshallah. Sawa. Kuna hii kiu ya wadau wa mpira kuiona Azam FC ikifanya vizuri kwa michuano ya kimataifa. Msimu huu mmeshindwa hilo. Yahya Zaidi anatamani sana performance za kimataifa binafsi sana. Mimi natamani sana kwa sababu hata nikiangalia msimu huu mwaka huu unahisi sema ndo sikuwepo ile, nilikuwa nipo kwenye matibabu bado. Nilikuwa natamani yani kuona tunapita pale ambapo msimu ulisha tulikwama. Kwa maana msimu huu tupite hapo na zaidi hapo, sijui unanielewa, lakini haikuwa hivyo, haikuwa bahati. Kwa hiyo iliniumiza, na kwenye swala la kutamani hicho kitu mimi nakitamani leo kesho. Ina maana kwamba na sisi tuwe tumeacha hata kitu bwana, tulichukua klabu tulipeleka mpaka labda makundi labda mpaka tukafika. Inakuwa ni kitu kizuri, sio kwangu tu, na kwa wachezaji wenzangu pia wote. Binafsi kuhusu wewe, mimi nataka leo unieleze freely kabisa. Hivi ukiwa uwanjani wewe nafasi gani unaenjoy kucheza? Yaani achana na utaalamu wa mwalimu, achana na benchi la ufundi la kutizama, wewe binafsi unaenjoy kucheza wapi? Mimi kwa sasa hivi namba 6 hapa naenjoy. Unaenjoy sana. Kwa sababu naamini kesho yangu na kinafanya kazi sana kuliko kwa sababu na kwa sometimes naweza labda nikaona mchezo kwa maana muda ambao sisi tunacheza unaona labda huku wenzio mtu kakaa kwenye position gani kwa maana hata ukipoa mpira yani mimi naweza nika sababu labda kupatikana kwa goli labda la pili tuseme au labda la 3. Kwa nini? Kwa sababu kipindi mpira ambapo unakuja kutoka upande wa huku napo kuna mchezaji naye kashafanya movement kaingia kwenye space nzuri. Kwa hiyo na maana ni mimi sasa uharaka wangu, na hapa kuna wachezaji wa timu pinzani ambao wanao na block ile njia. Kwa hiyo na maana mimi kitendo cha kureceive mpira nikafanikisha kupitisha, labda sometimes unajua unaweza kukuta wapinzani wamekaa wawili, kwa kupitisha mpira katikati yao ina maana sio ni jambo labda rahisi kama ambavyo mtu mwingine akikaa kwenye kiti anaweza kaona upige tu. Ina maana kuna nguvu inahitajika ya pasi na kuna
makadirio ya ile pasi, kwa sababu unaweza nikaitumia nguvu afu bila makadirio ikawa kubwa kwa yule. Kwa maana na yeye yule, kumbuka, hayupo free, ana receive akiwa na watu. Ukimrahisishia pasi, ina maana umerahisisha na ile tunasema ni tukio lile la muda ule, na maana yeye ana uwezo akareceive kwenye njia ambayo anataka kuelekea, tofauti na ukimpa ngumu umgonge aanze kucontrol watu washafika. Lakini ukimrahisishia akiondoka nao, kwa maana na mimi naweza nikawa sababu pia ya kupatikana. Kwa hiyo mimi nikicheza namba 6 waga na enjoy sana. Imeanza lini kwa namba 6 una enjoy? Before hujarudi wengi hawakuwa wanaona. Ngoja, mimi sijaanza kucheza mpira nilikuwa nachezaga namba 6. Na position ambayo naipenda. Kwa nini? Kwa sababu inatumia sana akili. Kwa hiyo hata kipindi ambacho nacheza namba 10, kiona namba 6 hana utulivu, mimi naoga so kiungo wangu. Yani muda mwingine natamani ushuke wewe. Nasemaga mimi mbona napenda, lakini kwa sababu mwanzo sikuwapa watu imani kama mimi namba 6. Nikisema swala lile mimi niko namba 10 kwamba nitaweza kucheza pale, watu wengi walikuwa waamini hilo kitu, kwamba mtu wewe ucheze namba 6 tafungwa, kwamba na mimi labda nikifika huku nitaanza kupiga machenga na nini, kwenye kukaba pale peta kwa changa. Sasa venga wewe si vipo? Sasa ndio hivyo, mtu ana ile tafu ya kukaba. Kwa lakini alipokuja kocha yule Dabo, akaniamini, akanipa namba 6, nikafanya naye kazi vizuri. Basi kikubwa nikaamini, kumbe kiwaaminisha watu kitu fulani inawezekana. Kwa hiyo kama hivyo unaona mpaka leo nacheza position yangu namba 6 basi. Sawa. Nataka niambie namba 6 ambaye amekuchallenge sana msimu huu. Yaani kiungo katikati ambaye kwenye mechi za msimu huu za ligi kuu umekutana naye ukasema ule mwana amenihenyesha. Mimi sibahatikagi sana huko nini hivyo. Lakini yani sijui nisemeje, mimi nasemaga viungo wote bana ukutana nao tunakuwa tunapeana. Hamna mmoja ambaye challenge. Yeye atanipa challenge, mimi hakuna, kwa sababu ukisema na mimi nitasema basi na mimi kuna mechi kuna mtu nimemsumbua sana kitu. Hiyo mtu atakutaja wewe? Mimi nasemaga kwamba tunapeana challenge, kwa sababu ina maana mtu anayeweza kutuliza na kageuka akatoa pasi kwa ndugu yake, ina maana challenge yote yale. Kwa hiyo mimi nisimzuie asigeuke akaangalia akatoa pasi ikamfikia ndugu yake. Unajua mimi kitendo cha kukata tu labda kukufanya wewe ukapiga back pass tayari nishakukaba. Kwa nini nimeshakukaba? Hujaleta hatari kwenye lango la Kwa hiyo mtu mpaka anaweza anageuka anatoa pasi, yani najitahidi asigeuke, najitahidi, kwa maana naye anani challenge mimi. Na mimi nikipata mpira yeye akishindwa kunizuia mimi kuvusha kwenye mstari wale ukopo yeye, na maana naenda mstari wa pili, na mimi pia nimemchallenge. Kwa maana nasema sisi tunapokutana mara nyingi waga tunapeana challenge. Kwa hiyo ile kusema mtu fulani alini mimi naona bado hajakaa kwenye kitu. Si naona ni kawaida, kwa sababu na mimi mwenyewe pia naona pia yani wote ndio maana nasema tuna challengeana wote. Sawa, bwana mimi nikushukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana, kila la kheri. Poa nawe pia. Bwana huyo ni Yahya Zaid, nyota wa Azam FC, kiungo wa chini kabisa ambaye tumezungumza naye leo ikiwa ni Media Day ya Azam FC. Sina la ziada, naitwa Diego, kipaza mikono salama. Asante na kwaheri.